Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa mtaa wa Mbagala Rangi Tatu jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuwalipa fidia kwenye eneo wanalotakiwa kuvunja majengo yao na kuondoka ndani ya mwezi 1.5, huku wakiwa hawajafidiwa chochote na serikali, ikiwa wamekaa kwenye makazi hayo kwa zaidi ya miaka 27. Wakiongea na Kurasa, wamesema waliuziwa maeneo hayo ili kuzuia matukio ya uhalifu yaliyokuwa yakitokea kwenye eneo hilo, lakini cha ajabu wanaambiwa waondoke na kuvunja nyumba zao kama wavamizi. Mpaka sasa hivi hatuelewi chochote, alafu tunaondoka hivi hatuna kitu chochote. Sisi wazee wetu hapa wamewekeza tangu tuko mwaka 80 tuko hapa, wanazaliwa sisi tulikuwa wadogo na tunawazaa watoto wetu wako hapa. Sasa leo nakuja kuambiwa utoke hapa maeneo ya wazi na hupewi chochote. Sasa ile karatasi ya manunuzi nimeyapata wapi? Tuliomba na serikali ya mtaa kuwa tunawaomba tuwakatie vipande hapa ili mjenge kwa haraka kwa ajili ya kuweka usalama wa mtaa. Manake watu walikuwa wanakabwa, wanauawa, wanabakwa. Taarifa za wao kutaka kuondolewa katika lile eneo zilipita kwa mtendaji wa serikali ya mtaa. Mtendaji wa mtaa aliletewa barua. Kwa hiyo zile barua yeye mtendaji alinishirikisha tu mimi kwenda kule kuigawa, lakini zile barua ziliingia kwenye hiyo ofisi akazichukua mtendaji. Zinawataka wale wafanyabiashara pale waondoke ili kupisha mradi wa serikali ambao ulikuwa umeainishwa mule kwenye ile barua. Tuendelee na Kurasa. Mameneja wa wakala wa barabara nchini TANROADS pamoja na wakala wa barabara vijijini wamelalamikia uwepo wa malori yanayozidisha uzito wa mizigo, hali ambayo imekuwa ikipelekea barabara kuharibika na kuchelewesha miradi kukamilika kwa wakati. Wamesema hayo kwenye kikao cha bodi ya barabara cha mkoa wa Ruvuma baada ya kupokea maelekezo ya fedha zaidi ya shilingi bilioni 179 kwa ajili ya ukarabati wa barabara za mjini na vijijini mkoani humo. Tuna changamoto ya magari makubwa kupita kwenye barabara zetu. Barabara zetu kwenye miji asilimia kubwa ziko design kubeba uzito wa tani 10. Lakini sasa hivi ukiingia mtaani tunakutana na gari zenye tani zaidi ya 30. Mkoa wetu una asilimia una network kubwa ya barabara, lakini tunapata bajeti ndogo sana kufananisha na ukubwa wa mkoa wetu. Na nizielekeze mamlaka zinazohusika zikiwemo halmashauri zihakikishe zinasimamia matumizi bora ya barabara, japo likiwa ni kuhakikisha magari ya mizigo yakiwemo magari ya makaa ya mawe kutokushusha au kupakia kwenye sehemu za hifadhi ya barabara ili kuzifanya barabara zetu ziendelee kudumu kwa muda mrefu. Tumalizie Kurasa kwa hili. Waumini wa dini mbalimbali ambao kwa sasa wapo kwenye mfungo wametakiwa kuendelea kutenda mambo mema pamoja na stara ya mavazi ili kulinda maadili kwenye jamii inayotuzunguka bila kusubiri mpaka miezi ya mfungo. Ombi hilo limetolewa na wananchi wa kata ya Magomeni wakati wanaongea na Kurasa, huku akiendeleza kwamba maadili katika jamii imekuwa ni chanzo cha kutokea kwa ukatili yasipozingatiwa. Kama Mungu akijalia Ramadhani kisha watu waendelee na maadili haya mwezi wa Ramadhani ili tupate kuheshimiana wakubwa kwa wadogo. Ukarimu uendelee na vijana yale mambo ya ujana wayaache. Wavae vizuri, mavazi mazuri, waende misikitini wakiwa Waislamu, na wenye dini nyingine wanauheshimu mwezi na tunaona wanauheshimu. Kwetu sisi wanawake tusimame sana kwenye familia zetu, kuangalia familia zetu kuhusu mambo ya dini kwa si watoto zetu. Watu wanatakiwa wasiishi kwa mazoea, waishi katika mazingira ya kuweza kuendelea na mifumo hii. Namna hii ambavyo tupo saizi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi hata after mwezi kuisha tufanye mambo yanompendeza Mwenyezi Mungu, tusali, tutoe zaka, tuvae stara.